Abdul Mashine. Abdul Mashine, vipi ndugu yangu? Ni salama kabisa. Kwema lakini. Alhamdulillah. Naona tumekutana tena. Tumekutana tena. Nasikia kwamba ulipata ajali South Africa 2010. Ilikuwaje? Nilipata ajali ya gari. Nilipata ajali ya gari kwenye zebra kabisa. Uzembe wa madereva. Kwa sababu nilikuwa kwenye sehemu sahihi navuka, lakini kuna gari mbele ambayo ilikuwa imesimama. Kwa hiyo nyuma akaipiga overtake ile bila kufahamu ile gari imesimama kuna nini. Ni maeneo gani hapo South Africa? Hiyo ilikuwa kitongoji Bellville, lakini eneo ni Deft South. Kwa hiyo alipopiga overtake akatukuta sisi akawa amenigonga. Na nasikia kwamba ulifanikiwa kutunga nyimbo kupitia ile changamoto ambayo umepitia. Sababu ya changamoto sababu ya changamoto ya marafiki na watu wako wanaokuzunguka ilibidi nitunge nyimbo. Sababu ni nini sasa mpaka nafikia sasa unatunga nyimbo ambayo inaendana na story ya maisha yako? Sababu ni mafunzo. Kwa sababu baada nilipopata ajali kuna mengi nimejifunza ambayo nilikuwa siyafahamu. Kwa hiyo la kwanza kabisa nilichojifunza baada ya ajali kwamba rafiki wa kweli anapatikana wakati wa matatizo. Baada nilipopata matatizo sasa ndo nikawafahamu marafiki. Sura zao. Yani rafiki huwa ana sura halisi, lakini ile sura halisi huwezi ukaipata mpaka upate matatizo. Matatizo ndo yanaivua sasa ile sura halisi. Sasa ndo unamuona kwamba kumbe bwana huku anapunye, huku kichwa kimevimba. Pale ndo utafahamu rafiki. Lakini mimi nimetunga ile nyimbo sio kuwagombanisha watu. Na nyimbo kwa ujumla ina pande kuu ngapi? Nyimbo ina pande kuu 4. Unaona, nyimbo ina pande kuu 4, lakini sehemu ya kwanza ina mafunzo. Funzo la kwanza ni kutufunza sisi binadamu kwamba unapopata matatizo au ndugu zako, watu wako wa karibu anapopata matatizo, muda ule ndio muda anayokuhitaji zaidi kuliko muda mwingine. Kwa hiyo tuwe nao watu wetu wakati wa matatizo, tuwe nao karibu. Hilo ni funzo la kwanza, sababu binadamu wengi wakati wa sherehe unaweza kumhitaji ukampata, kwa sababu anajua pale labda kama kuna harusi yeye anaweza akawa partner. Anajua vijana anasema anaweza akang'oa partner wa mwanamume na partner mwanamke, anaweza akapata chochote. Lakini sehemu sahihi mtu unapomhitaji ni wakati wa matatizo, lakini wakati wa matatizo ndo anakimbia. Kwa hiyo sehemu ya kwanza kuna funzo hilo la kwamba watu wetu wanapopata matatizo tuwe nao karibu, kwa sababu ndo muda wanaotuhitaji kuliko muda mwingine. Sehemu ya pili kuna onyo. Mle katika nyimbo nimeandika, kuna verse ile inasema maisha hubadilika, nidhamu yahitajika. Usijione upo juu muda wowote washuka. Usijione una pesa waweza kufilisika. Usijione ni mzima ulemavu unaweza kufika. Kwa hiyo kuna onyo ya nidhamu ya maisha. Kuna watu wengi sana hawana nidhamu ya maisha. Hiyo ni sehemu ya pili, funzo la pili. Funzo la tatu, kuna shukrani kwa Mwenyezi Mungu, kwamba pale watu unapopata matatizo watu wote watakimbia, lakini Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha. Simama na Mungu. Kuwa na imani kwamba matatizo tumeumbiwa sisi binadamu. Hiyo ni sehemu ya pili. Hiyo sehemu ya tatu. Sehemu ya 4? Sehemu ya 4 ni motivation kwa mtu akipata ulemavu. Ina maana akisikia yale mafunzo ya mle kwamba kumbe unaweza ukapata ulemavu, maisha yakaendelea. Sio kukata tamaa, sio mwisho wa maisha, sio kwenda kudondokea kwenye madawa ya kulevya, sio tena kuwa ndo mteja wa pombe. Kwamba maisha yanaendelea na maisha yanabadilika, kwamba upo katika wheelchair unaweza ukasimama tena. Wapo, mimi nimekutana naye mtu kakaa katika wheelchair miaka 4, baadaye amesimama. Yani kusimama kwa namna gani? Kusimama kuna yani mimi injari yangu mimi
wanasema L1 incomplete, yani nimevunjika L1 chini, kuna L1 mpaka T7 huko T11 huko juu. Kwa hiyo mimi ni hapa chini hapa L1 incomplete, na maana ule uti wa mgongo haujakatika wote kabisa, una kama ufa. Ingekuwa complete, ina maana complete inaachana kabisa hivi, complete. Incomplete unaufa. Wanasema inaweza ukachukua muda, vile vinyuzi vinaweza vikajiunga vile. Tunasubiria natural. Na kuna kitu nataka nikuulize. Wako walemavu ambao wanaendesha maisha yao kwa biashara kubwa, biashara mbalimbali. Mlemavu lakini anafanya pilika zake za kimaisha, anaendesha maisha yake vizuri. Wapo wengi. Wewe sifa gani ambayo ilikupa mpaka ukawa ni makamu wa shirikisho la mpira kwa watu walemavu wa miguu? Sifa kubwa kwanza kupambana, kutoka tamaa, lakini wazungu wana neno moja, wasemaji wazungu wanasema effort is speak than words, yani juhudi inaongea kuliko maneno. Mimi nilichaguliwa mwaka 2017 kuwa meneja wa klabu moja ya LSL iliyoanzishwa na wazungu, umeona, hapa Tanzania. Kwa hiyo tumeshiriki mashindano 2018 tumechukua ubingwa. Tumeshiriki mashindano ya ligi 2020 tumechukua ubingwa. Lakini nikasajili klabu yangu mwaka 2022. Kwa hiyo yale mambo nilikuwa nafanya, nikaialika timu kutoka Mombasa, nimekuja kucheza naye na ipiga hapa international friendly match hiyo. Kwa hiyo zile juhudi zangu ndo watu kumbe kuna mtu. Kwa hiyo ilivyotokea uchaguzi, mimi mwenyewe kwanza nilikuwa naona kama siwezi. Watu bwana gombea, bwana mbona una sifa, mbona unaweza, mbona hivi. Kwa hiyo mimi kilichonifanya utendaji wangu, sijawekwa hapa kwa makamu wa rais. Kwa makamu wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu Tanzania. Sasa changamoto zikoje pindi unapokuwa umepita barabarani makamu lakini zile 200 maana mtu ni ngumu sana mtu kukujua kwa haraka sema kwamba huyu ni makamu. Ndio. Unaziacha zile 100. Kuna kasumba katika nchi yetu, kuna kasumba tofauti na nchi nyingine, ingawa wanasema duniani kote ulemavu ni utegemezi, lakini ukiwa sio tegemezi huwezi kuonekana mlemavu. Ila sisi hapa kwetu sasa wanashindwa hata kutofautisha, kwa sababu mimi hata ninavovaa ukiniona, hata kama kuna mtu ananisukuma kwa sababu sina usafiri, lakini ukiniangalia nipo kidogo tofauti na wengine, lakini mtu anashindwa kabisa kutofautisha. Kwa hiyo mimi wakiniona nachukuliwa ni mlemavu omba kama wale omba wengine. Napewa sana 200 na mimi nachukua, kwa sababu nikiacha kuchukua kesho atapita mhitaji, atashindwa kusaidiwa. Lakini wanashindwa kabisa kutofautisha. Vaa unavovaa ukiwa katika wheelchair, wewe omba kama wengine tu. Na ndio maana mimi natoaga sana mfano ule kwamba waziri wa utalii na maliasili akienda polini simba mjui kama huyu ni waziri. Akishuka pale katika mbuga, bwana mimi ndo waziri, simba anamtafuna tu. Mbendo anawalinda pale. Lakini mimi nikitembea, mimi naonekana ni omba kama omba wewe. Bana, karibu sana. Hii ni Neighborhood Street na leo nilikuwa na Abdul Mashine. Bado story yake inaendelea. Leo tunaishia hapa, lakini stories ziko nyingi kwa Abdul Mashine. Nafikiri kwa wewe Mtanzania mwenzangu ambaye unanifuatilia na kufuatilia Neighborhood Street, kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kuingiza mkono wako hapa ili kuweza kukisaidia kipindi hiki kuwa ni kipindi ambacho kitakachoweza kufuatiliwa na Watanzania mbalimbali